Mnavyoona hili banda ambalo lipo, tumefanya uzalishaji wa wadudu fulani ambao wao wanaitwa kwa Kiingereza wanaitwa black soldier flies. Hawa wanatoa protein nyingi, na kwa kulisha kuku, basi kuku maximum utakuta wa miezi 3 basi anakuwa yuko tayari kwa kuliwa. Kwa hiyo kutoka sasa utakapoingia utakuta nimefungua tu mara moja na kufunga, kwa sababu nazuia walioko ndani wasiweze kutoka nje, kwa sababu wakishatoka hatuwezi kuwarudisha ndani tena. Na wataanza kuwa active baada ya wiki 2, ndio process za kwanza kabisa za uzalishaji tutaanza kukusanya kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo karibuni sana. Wadudu wenyewe ni wadogo sana kama mnavyomuona huyu mmoja hapo, lakini wamezalishwa wako wa kutosha. Na hapa kama mnavyoona wengine tayari wameshaanza kunidondokea kwenye mikono hivi, wanaruka, na naona hawa na wanahitaji joto na mwanga. Ndio maana unaona namna ilivyozalishwa, ilivyotengenezwa, imetengenezwa kwa mtindo huu. Wenyewe ndio wako ndani. Wao ndo hawa. Ni wa kutosha. Wadudu wenyewe ni hawa. Sasa hawa kwa mmoja anaweza kuzaa, kama unavyoona walivyotingwa hapa kwenye nani. Kwa mmoja anaweza kutaga mayai hata 1000 kwa siku. Kwa hiyo can imagine kwa kiwango tulichotoa hapa, maana tunategemea kuwa tunaweza kuzalisha chakula ambao ni hawa wadudu ambao ndio chakula kikubwa cha kuku. Tutakuwa tunaweza kuzalisha kilo 160 kwa siku, ambapo ni chakula cha kutosha kulisha kuku zaidi ya 2000 kwa siku. Na pia baada ya hapo, sio hilo tu, tunalisha kama chakula kwenye kuku, lakini pia tunapata mbolea ya kutosha kutokana na hawa. Na mbolea yake ni useful, inatumika sana kwa kila aina ya mmea. Na hapa tutakuwa tumejitosheleza, ekolojia yetu ya hapa itakuwa imejitosheleza katika mzunguko wa kila kitu. Tutakuwa tunaweza kuzalisha kuku ambao ndo kwa ajili ya matumizi ya binadamu, lakini pia tutakuwa tunaweza, hapa nje utakuta kuna mizinga ya nyuki, pia tutakuwa tunaweza kuzalisha mbolea itakuwa inaweza kuingia kwenye parachichi na maua mbalimbali yaliyoko kwenye eneo letu, ambazo hizo parachichi maana maua, nyuki wataenda kwenye maua kwa ajili ya uchavushaji, alafu nyuki watatoa asali. Kwa hiyo hapa tuko kwenye package halisi ya kilimo hai, na chochote kilichopo hapa kinanufaika na uwepo wetu. Kwa hiyo karibuni sana na mfurahie kazi halisi ya BKF ambayo ni tunaita Lebaos Natural Supply. Na hapa ni natural supply halisi. Kila kitu kilichopo hapa ni katika uhalisia halisi wa kwake. Upande wa huku mnaiona hii ni slaughterhouse, ni butcher kwa ajili ya kuku. Unapomchinja mnyama unakuwa kama ni adui. Lakini sisi kwa sababu ya ekolojia yetu tunafanya kwamba kuku unamchinja lakini akiwa kama ni rafiki. Unamuandaa kwa ukaribu, lakini pia katika hygiene, kuzingatia usafi na mazingira halisi ambayo yamezingatia hali yote ambayo mlaji atanufaika kwa kula kuku wetu wa hapa shambani. Kwa hiyo hapo kija hapa, kuku anatolewa kwenye banda, analetwa hapa, anafanyiwa uchinjaji na process zote za kunyonyolewa na kila kitu. Anapotoka hapa yuko tayari kwa matumizi ya chakula kwa siku hiyo. Upande wa huku, utakapokuja huku utakutana na spice farm, ambayo yenyewe ni kama mnavyoona, kuna rosemary, kuna mint kwa kule mbele, na pia inatumika kama kinga tiba kwa mimea, lakini pia kwa binadamu pia. Matumizi mbalimbali ya kutumia spice kama kwenye chai, kwenye chakula, vyote vinapatikanika kwenye maeneo haya. Hapa nilipo utakutana kuna kelele tofauti zinazoendelea. Vyote hivi ni viumbe ambavyo vinanufaika kwa project ambazo tumezianzisha eneo hili. Kwa hiyo bado tunaendelea na safari zetu
tunaendelea kuwapeleka mpaka tutakapofika kule kwenye utaalamu mbalimbali, hasa ufugaji wa nyuki, ambapo huku tunaenda kukutana na mtaalamu wa nyuki ambaye yeye ni manager, anaitwa Bwana Stanley. Tutafurahia kumsikiliza na kuelewa process zote za namna ya ufugaji wa nyuki, uvunaji, na mpaka tunapofanya processing na kupeleka moja kwa moja kwa mlaji. Kwa jina naitwa Stanley Agustino Kuranga, ni msimamizi wa mradi wa nyuki kutoka shamba la BKF Farm. Shamba hili liko hapa Ihemi, ambalo linashughulika masuala ya kilimo hai organic farm. Hapa ni kwamba mimi nipo katika kitengo cha masuala ya nyuki. Kwa hiyo tunaenda kuangalia namna gani tunawafuga nyuki wetu katika shamba hili la BKF Farm. Nyuki hawa tunawafuga katika shamba letu ni kwamba tofauti na misitu mingine ni kwamba hapa tunafuga nyuki katika mazingira ya kilimo hai. Ina maana kwamba tumekizi mahitaji ya kuangalia mdudu nyuki ili kusudi aweze kuzalisha mazao yake ndani ya mzinga yasiyokuwa na kemikali. Kwa hiyo utakuta kwamba tuna mizinga 155 katika msitu wetu wa BKF. Na vile vile ni kwamba tunaangalia mazao ambayo yanapatikana katika mizinga yetu ya nyuki yasiwe ni mazao ambayo yanakuwa yana vimelea sumu kutokana na nyuki kwenda umbali mrefu kuchukua nectar na pollen kwa ajili ya kutengeneza asali na mazao mengine ndani ya mzinga. Kwa hiyo tunachoangalia sisi ni kwamba tunawalisha nyuki msimu huu wa maua kupungua. Kwa hiyo msitu wetu sasa hivi ni kwamba maua mengi yamepukutisha, na miti ambayo tumeipanda sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi tumeweza kupanda miti 3500. Miti hiyo ni kwamba tumeangalia kwamba nyuki wetu wao wanapata chakula kwa miezi yote 12. Kwamba kuna mti ambao utakuwa unatoa maua miezi 3, mti mwingine unatoa maua miezi 4, miezi 5. Kwa hiyo ni kwamba tutarajio letu la baadaye katika msitu wetu wa BKF ni kuhakikisha tunapata mazao yaliyo bora ya nyuki kama asali, poleni, tutapata propolis, tutapata sumu ya nyuki ambayo asali hiyo itakuwa ni bora sana kwa mlaji kutokana kwamba nyuki wetu hawaendi umbali mrefu kutafuta material ya kutengenezea asali. Vile vile nyuki wetu hawataenda umbali mrefu kutafuta maji kutokana kwamba tuna visima vya maji, na vile vile tunawanywesha nyuki wetu maji. Kwa hiyo tumeweza kukizi kwamba asali anayopata mlaji wetu ni kwamba atapata kitu kilicho bora kutokana na kwamba tumekizi viwango vile vya usimamizi wa kilimo hai. Kwa hiyo unavyoona ni kwamba sasa hivi tumeanza kuwalisha nyuki, tunawapa kimea cha mahindi, tunawapa pumba. Lengo kuu ni kwamba maua kupungua katika msitu wetu na idadi ya mizinga mingi kuwa na nyuki, ni kwamba nyuki huyu asiende umbali mrefu kutafuta vyakula ambavyo vina kemikali. Kwa hiyo tunawalisha kuanzia mwezi huu wa 6 mpaka mwezi wa 11, miti inaanza kuchipua, basi hapo tunapata tunasimamisha, kwa sababu zoezi la ulishaji wa nyuki linakuwa limeshafika msimu wa mvua, maua yanakuwa mengi. Kwa hiyo tunakuwa tunasimamisha zoezi la ulishaji wa nyuki wetu katika shamba letu la BKF. Unakuta mwaka mwingine nyuki wanakuwa wengi sana, makundi yanasafiri na yanazaliwa kwenye mizinga kutokana na chakula kuwa kingi katika misitu. Lakini mwaka huu tumepata athara kidogo kutokana na mvua kuwa chache. Mabadiliko haya ya tabia nchi kutokana na kwamba mvua kuwa chache moja kwa moja imepelekea hata katika mavuno yetu sisi kupungua katika pori letu, kutokana na kwamba jua lilikuwa kali sana, mvua ikawa chache. Kwa hiyo maua yalivyokuwa yamekwisha chanua katika msitu wetu yalikaa kwa muda mfupi wakati nyuki anaendelea na ujenzi ndani ya mzinga. Hivyo ikapelekea ni kwamba anapofika katikati mwa mzinga katika zile baa kujaza masega, basi maua yananyauka. Kwa hiyo ujenzi wa mtiririko wa nekta unakuwa haufanyiki katika maua. Hawezi kuchukua nekta zile na kutengenezea asali. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba anaishia katikati ya mzinga, hivyo basi anashindwa kujaza ule mzinga. Mabadiliko haya ni kwamba yanatokana na mzinga wetu kuwa na kipimo kikubwa. Hivyo tumeanza ukarabati wa mizinga mwaka huu mwanzoni, na tumekwisha pata mizinga mingi kuwa na nyuki karibu 50 ina nyuki kutokana na mzinga huu mdogo ambao tumetengeneza. Lengo kuu ni kwamba nyuki aweze kufanya ujenzi wake ndani ya mzinga na aweze kujaza kwa wakati, kutokana na maua yakiwa machache au jua likiwaka sana ataweza kuumudu ule mzinga na kuupenda kuishi. Kwa sababu ilikuwa kunapata nyuki wengi katika mizinga mikubwa, wanapoona kwamba wanashindwa kujenga wanahama katika mzinga. Hivyo wanasafiri kwenda mabondeni kutafuta sehemu zenye maji na chakula.
Hivyo tumechokiangalia ni kwamba kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, tunamlinda mdudu nyuki kutokana na mazao yake yanayozalisha ndani ya mzinga, kuhakikisha kwamba hahami katika mzinga, kutoa asali iliyo chache, ikiwezekana kumwachia kabisa aweze kujenga taratibu na kupata chakula chake taratibu. Unaona, lengo kuu ni kwamba tunaongeza miezi ya uvunaji. Kwa hiyo katika msitu wetu wa BKF sasa hivi, kutokana na maua mengi kupukutika na parachichi inakaribia mwezi mmoja kutoa maua ambayo inatoa nekta, hivyo tumeona tuongeze miezi ya ulinaji ili kusudi mdudu nyuki aweze kujenga taratibu na kuweza kufikia mwezi wa 11 tutapata kiasi cha asali katika mizinga yetu. Lengo kuu ni kuangalia kwamba tunamhifadhi mdudu nyuki na kuweza kutupatia faida. Unapoingia katika chumba hiki, kwanza inatakiwa utoe viatu. Yani usio na viatu kabisa. Alafu jambo la pili wanasema nawa mikono yako. Kwa hiyo hapa tunatoa viatu kwa sababu kuna bakteria ambao tukuzunguka huko tunakuwa tumewapata. Kwa hiyo wanakuambia nawa na mikono yako. Kwa hiyo hapa tunanawa mikono. Kisha nawa mikono yako hapa, basi ndio unakuwa tayari kila kitu umekiacha hapa katika sinki lako. Hapa tunakuwa tumeingia katika chumba chetu cha processing room. Chumba hichi bwana ni chumba cha uhifadhi wa asali zetu. Kwa hiyo tumeweza kuweka katika joto, tumeweka katika mbao zetu ambazo ni natural, hazijatumiwa varnish yote wala rangi yote. Kwa hiyo katika chumba hiki ni kwamba tunaangalia, je, wadudu wangapi umewakuta katika chumba hiki? Kama umemkuta mdudu mende, umemkuta mdudu gani, namna gani umemuondosha. Kwa hiyo tunatumia maji ya moto katika kupigia deki yetu na kusafisha shelf zetu, matenki haya tunayohifadhi asali, tunatumia maji ya moto kupukuta na kudekia. Maji ya moto yanapelekea moja kwa moja kuua wadudu wadogo wadogo ambao wanatambaa katika floor. Kwa hiyo tunaangalia namna gani ya kulinda bidhaa yetu ambayo tumefungasha. Unapofungasha asali yako, kitu cha kwanza lazima uhakikishe umevaa kikinga pua na mdomo. Uhakikishe umevaa gloves katika mikono yako. Lakini vile vile tunachokifanya ni kwamba yule mtu anayesimamia kiwanda hiki anatakiwa kwa mwaka apime afya mara 2. Awe na cheti cha daktari ambacho kinaonesha asio na magonjwa ambukizi kama ya TB na magonjwa mengine ambayo yanaambukiza. Utakuja katika hatua ya uchujaji. Utakuja katika hatua ya uchujaji wa hii asali yako. Kwa hiyo hapa ni kwamba tuna chujio hizi ambazo ni double. Hizi chujio double ni kwamba unaweka asali yako hapa, inaingia katika ndoo and then unaichuja kutoka kwa mashine ya kukamua ambayo ipo kiwandani. Ukishaichuja asali yako moja kwa moja, sasa utaenda katika hatua ya upimaji. Kwa hiyo tuna kipimo cha digital refractometer. Hiki ni kipimo ambacho tunapima hali ya maji iliyopo katika asali. Kwamba hii tunachokiangalia ni kwamba tunaangalia, je, asali yetu inakuwa katika upande wa sukari, sugar content. Ni kwamba unaangalia ni kwamba hakikisha sukari yako inaanzia 60% na kuendelea, basi 80%, lakini sishuke kwenye 60%. Ikishuka kwenye 60%, moja kwa moja inaonyesha kwamba hiyo asali yako imechakachuliwa. Upande wa asilimia moisture content, tunapima hali ya maji katika asali. Unaona, hani quality. Kwa hiyo moja kwa moja tunaangalia kwamba 16 mpaka 20 ni asilimia ambazo zinatakiwa za asali. Ukiweka asali yako katika kipimo hicho ukakuta kuna 21, 22, ujue binadamu ameongeza maji. Lakini nyuki anaanzia 16 mpaka 20. Lakini vile vile tunavyokuja katika hatua ya ujazaji wa asali yetu ni kwamba moja kwa moja tunatumia mashine ni filling machine. Mashine hii tunatumia kwa ajili ya kujaza asali zetu pasipo kukamata asali. Kwa hiyo ina pipe hapo, tunaunganisha katika tenki moja kwa moja. Hii tenki inatumia heater. Kwa hiyo tunavotaka asali yetu iweze kuwa madini yake yasiwe kwamba mtu anachemsha asali, anatumia heater. Unaweka centigrade 35 hapo. Kuhakikisha kwamba centigrade 35 ndio hali ya joto
ambalo linaruhusiwa katika asali kuhakikisha kwamba madini hayawezi kuharibika. Msimu huu wa baridi asali yetu inaganda kutokana na kwamba maua mengi katika msitu wetu ni kwamba yapo katika hali ya inayotoa sukari ya glucose. Kwa hiyo glucose hii tunayoipata katika msitu wetu ni kwamba inapelekea asali yetu kuganda katika msimu huu wa baridi. Hivyo basi tuna utaratibu katika kiwanda chetu cha Ihemihane ni kwamba tunatoa asali zetu katika mwanga huu wa jua na joto hili la jua, ni kwamba tunayeyusha kwa kutumia mionzi ya jua. Wakati sehemu nyingine ni kwamba asali inavyoganda wanatumia njia ya kuchemsha. Sasa katika kilimo hai ni kwamba tunahakikisha tunalinda mlaji wetu aweze kupata kitu ambacho ni organic, ambacho ni kizuri. Kwa hiyo hapa unavyoona ni kwamba unakuta asali hii imeganda. Kuganda kwa asali sio kwamba imeharibika. Madini yake yanakuwa ni bora zaidi kwa sababu ukanda wa joto huu ambao tunafugia nyuki wetu BKF ni kwamba tunakuwa na miti mingi tiba. Tuna miti mingi ya asili. Kwa hiyo mlaji wa asali ya Ihemihane anavyokuta imeganda wala asishtuke. Hapa ni madini mengi ambayo yapo katika asali yetu, madini tiba, lakini vile vile ni kwamba glucose ni kwamba imezidi kutokana na mimea mingi yenye aina glucose, kwa hiyo fructose inakuwa ni chache. Hivyo tunatoka katika jua hapa na kuweka kwa muda wa masaa yetu 11 hadi masaa 10 na asali hii inaanza kuyeyuka. Kwa hiyo itayeyuka kwa ajili ya kupata kimiminika kwa mlaji mtu kama kutumia kwenye mkate, lakini vile vile hii chupa yetu ni kwamba ina shingo kubwa. Kwa hiyo unavyoona asali hii imeganda, unaweza kutumia kijiko ukachota na ukapaka katika mkate wako ukatumia. Ni kwamba lazima utakuta umepata madini tiba mazuri. Ila wengi wanapenda asali kimiminika, hivyo basi tunatumia kuziyeyusha kutumia joto la jua ili kusudi kuhakikisha madini tiba hayawezi kufa. Ila wengine wanaochemsha kwenye chupa anaingiza kwenye maji ya moto, ni kwamba anaua madini tiba. Unakuta mti ambayo tunayo hapa inakaa na maua miezi 2, miezi 3 inakuwa imeshapukutisha. Hivyo ujenzi wa nyuki unafanyika kidogo sana ndani ya mzinga. Kwa hiyo unakuta tuna mizinga mingi na nyuki, lakini kipato chetu tunachopata ni kidogo kutokana na kwamba miti mingi inaishiwa maua. Lakini vile vile katika miti hii ukiangalia miti mingi inatoa chamvua. Hatuna miti mingi ambayo inatoa nekta. Kwa hiyo ukiangalia ujenzi wa nyuki anaofanya ndani ya mzinga ili uweze kupata asali ni kwamba anatumia maua yale ambayo yanakuwa yana umbo kama la chupa. Kwa hiyo utakuta kwamba kwa mfano hii bottom blush ni kwamba hapa anatoa chamvua, lakini vile vile anatoa nekta, maji matamu. Lakini vile vile kuna mti kama mgomba. Mgomba ni kwamba ua lake limekaa kama chupa ya soda. Kwa hiyo maua mengi ambayo yamekaa katika umbile la chupa, kama ua la maboga, kuna ua la mgomba, kuna honey flowers, yale maua meupe ambayo tumeyapanda kama 800 hapa shambani ambayo bado haijakuwa. Hayo maua tumeyapanda ili kusudi tuweze kupata nekta nyingi. Zile nekta zitapelekea kwamba tupate asali nyingi katika mizinga yetu. Kwa hiyo hapa ukifunua mzinga wako unakuta asilimia kubwa tunapata mkate wa nyuki ambao tunaweza tukaita kwamba ni mbochi. Ule mkate wa nyuki unakuwa mwingi kutokana na miti mingi kuwa inatoa chamvua. Hasa inapotoa chamvua ni kwamba chamvua haitumiki kutengenezea asali. Asali inapatikana kwa maji matamu yaliyotoka katika mithili ya ua la chupa. Ua la chupa lile likitoa nekta ni kwamba yule nyuki anakwenda kufanya kimeng'enyo. Anameng'enya katika tumbo lake na kuweza kucheua na kutengenezea kuweka kwenye vitundu vile vya sega. Kwa hiyo hapo utapata asali nyingi. Kwa hiyo tumeweza kupanda migomba kwa ajili ya kupata nekta. Idadi ya migomba tumeshapanda karibu 50. Tumeanza kupanda honey flowers miti 800 ambayo bado haijatoa maua, lakini vile vile tunapanda mbegu za maboga kuhakikisha kwamba tunarudisha asali iweze kupatikana kwa wingi. Kwa hiyo vile vile tumepanda miti ya asili kama acacia, tumepanda jacaranda ambayo inatoa nekta nyingi. Kwa hiyo miti hii kama itakuwa kwa muda wa miaka 3, 5, 10, ina maana kwamba tunapelekea kuhakikisha mradi huu hauwezi kufa. Ni mradi ambao utakuwa hai. Kwa hiyo ni mbinu moja hapo ambazo tunapambana nazo kunusuru nyuki katika shamba letu, ni kwamba miti mingi tunayoipanda tunaenda kuangalia kwamba ni miti ambayo inatoa nekta na inatoa chamvua. Lengo kuu huyu nyuki apate chakula chake kwa miezi yote 12. Lakini bado ni kwamba kile kiasi alichokuwa nacho kwenye mzinga hakimtoshi kutokana na nyuki katika mzinga mmoja wanakaa nyuki 200 mpaka 150. Kwa hiyo unakuta tuna mizinga karibu 90 na nyuki. Na ukiangalia ni kwamba tunawazuia wasiende mapoli ambayo yana kemikali.
Hivyo tunawalisha kimea cha mahindi. Hayo mahindi yanakuwa ni organic, lakini vile vile tunawalisha pumba, tunawapa maji matamu ya masega, kuhakikisha kwamba wakati sisi tunaendelea na uzalishaji, kumwagilia miti yetu iweze kukua ili kupata asali nyingi, lakini hawa nyuki tuwalinde wasiweze kuhama katika mizinga. Tungepata soko la nje, lingeweza kutusaidia sisi kama BKF kuweza kupata pesa nyingi. Kwa hiyo tutapata asali kiasi, lakini tutapata chamvua nyingi na kuisafirisha nchi za nje kwenda kuiuza. Kwa hiyo inaweza ikatuletea pesa ambayo ikasaidia watoto hawa walemavu na yatima ambao tunawasaidia kupitia mradi wetu, kwamba kile tunachokiokota katika shamba letu tunapeleka kwenda kununua dawa za watoto wale, kuwapa chakula, mavazi. Kwa hiyo itaweza kutusaidia.